Ijumaa makubwa, tunakutana tena hapa katika Viwanjani. Ni Ijumaa ya Aprili 4 mwaka 2025. Karibu sana katika Viwanjani. Natumai kwamba umeamka salama bin salimin. Kama afya kidogo haiko sawa, basi Mwenyezi Mungu aweze kufanikisha uwe katika hali ya usawa zaidi. Mimi ni Saidi Salim Msumi ambaye nakukaribisha. Kuna mengi sana ambayo tutaweza kuangazia katika Viwanjani, hususan kuhusiana na ligi kuu ya NBC ikizidi kushika kasi. Hapo jana michezo mitatu, Azam Football Club akichomoza na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Ken Gold ugenini katika dimba la Sokoine. Hali inazidi kuwa hali jojo kwa kikosi cha Ken Gold, lakini bila kusahau tutakwenda kuangazia Kagera Sugar haiishi mpaka iishe. Juma Kaseja Juma Kopa akiweza kupata ushindi wake mwingine tena, Kagera Sugar ikichabanga Coastal Union mabao 2-1. Kuna mengi sana tutaenda kugusia hapo, bao ambalo lilikataliwa la Kagera Sugar na yenyewe pia tutaiangazia hapo baadaye. Lakini ukiachana na hivyo, sare ya mabao 2-2 haijawahi kuwa mechi nyepesi. JKT akipambana na Dodoma Jiji, sare mabao 2-2 katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo hapo jana. Lakini kunako katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, wawakilishi pekee wa Tanzania kwenye ngazi ya club, wekundu wa Msimbazi Simba wakiwasili alfajili ya leo wakitokea nchini Misri, na zoezi la kampeni ikizinduliwa katika siku ya leo. Kocha Fadlu Rahman Davis anazungumza kitu gani baada ya kuwasili leo nyumbani? Utakuja kusikia hapo baadaye. Lakini michuano ya CRDB Bank Federation Cup hatua ya robo finali hapo jana tayari. Njia ya kuelekea hatua ya finali ikishajulikana tayari. Michezo kuanza kuchezwa Aprili 10 mpaka 14. Young Africans akikabidhiwa Stand United chama la wana, wakati Simba Sports Club akikabidhiwa Mbeya City wanakoma kumwanya kutokea chini Mbeya. Je, safari hii Mbeya City ndio ataondoka ama ataendelea kuondoa vigogo katika ligi kuu ya NBC? Tuweze kuangazia. Lakini kumbuka michezo mingine pia, Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi wakipangwa dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars, wakati Pamba Jiji Football Club wakiangukia mikononi mwa JKT Tanzania. Tutakwenda kuangazia draw hiyo kwa ukubwa na mapana yake. Lakini unapozungumzia watu muhimu katika wadau wa michezo hapa nyumbani Tanzania, huwezi kumsahau kutaja jina la SACP mstaafu Jamal Wambo, akijihusisha pakubwa sana na masuala mazima ya michezo. Leo tutaenda kumfahamu kwa ukubwa wake na mapana yake, historia yake, na anazungumza nini kuhusiana na mustakabali wa michezo hapa nyumbani Tanzania. Lakini barani Afrika, Jose Riveiro akitangaza kutoongeza mkataba ndani ya kikosi cha Orlando Pirates the Buccaneers. Kwa nini sasa? Tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Wakati Serengeti Boys ikiaga mashindano ya AFCON Under 17 sasa kukamilisha ratiba dhidi ya Morocco. Kimataifa katika The Pitch tutaangazia masuala mengi sana, mechi mbalimbali, Saudi Pro League michezo yake, Al Nassr dhidi ya Al Hilal tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Michezo mingine pia La Liga, bila kusahau pale katika La Liga kuna kampeni ya kupinga ubaguzi wa rangi ikijulikana msimu wake wa 4 versus racism. Tutakuja kuangazia kwa upana wake na vitu gani ambavyo La Liga wameweza kuvifanya kutokomeza ubaguzi wa rangi michezoni, hususan katika ligi kuu ya Hispania. Kwa wakati huu hapa nipo na wachambuzi wangu, Faraji Mustafa mzee wa Instinct akizungumza hivyo na kuna muelewa kabisa akiwa anachambua. Lakini bila kumsahau Michael Hiera, kijana kutokea Mbinga, rafiki mkubwa sana wa Rashid Hamis the Don, the heavyweight pundit, the only one in Africa. Lakini hapa yupo Michael Hiera. Bato lao halijawahi kupoa hata siku moja. Nimelipenda pozi lako la Ijumaa hilo. Yo, unatabasamu kama utabasamu. Lile kwa sio kama lile. Lakini cha kwanza tusalimiane. Asalamu alaykum. Salimia fanya. Heri. Heri wapi? Mambo vipi mzee? Hali mangu amuri. Tuko vizuri. Kama kawaida. Vizuri kabisa. Kama kawaida. Kama ilivyoandikwa. Wewe unaikaeka kama za huyo? Na changamoto za nini na nini? Hamna. Mimi naikaeka. Nilikuwa namuuliza Faraji, sio swali lako hiyo. Ambako umesema hauna hekaeka. Swali la huyu alikuhusu. Wote tushamalizana. Umenihusisha. Wote tushamalizana kwenye salamu. Nafsi yangu umehusisha. Usije kutaja. Lakini changamoto zake hauna sio? Sina changamoto. Sasa sijajua na wewe mitai ambayo mwisho wa siku kwa sababu vijana mnajua majukumu yenu. Ndio. Mpo kwa ajili ya kufanya uchambuzi, haina shaka. Vizuri. Nimeona wakati unasema kuhusiana na Jose kuondoka, yule mlisema kwa nini sasa ni kama mnasikitika kutokea ndani. Sasa mimi tutapata sana hayo. Sio mimi nitaplamba nyinyi. Wakati anaanza kufundisha timu alimuita fundi bomba.
timu yapo inaenda vizuri, sasa hivi anaondoka kila mtu anakuambia kwamba mchezaji mzuri, msanii mzuri wa kutumbuiza, ondoka jukwaa likiwa linakuhitaji. Kuna mwamba mmoja hivi alienda akawa naimba pale. Akasema wanangwe tupo ndio. Sasa namalizia ya mwisho. Basi mwamba akaperform. Kaendelea mwisho. Sasa sikilizeni na kitu kingine sasa kizuri hicho. Watu wewe bwana tupishe bwana. Sawa bwana, ndio tunavyoanza hivi na tuanze moja kwa moja kuangazia soka letu kwa wakati huu hapa. Tuanzie na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ambao ni wawakilishi pekee wa michuano ya kimataifa kwa ngazi ya klabu hapa nchini Tanzania. Wamerejea leo alfajiri wakitokea nchini Misri ambapo walicheza mchezo wa hatua ya kwanza ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry ambapo walipoteza kwa kichapo cha mabao 2-0, na hivyo Simba Sports Club inahitaji ushindi wa magoli 3-0 ili kufuzu hatua ya nusu finali. Kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu Rahman Davis amesema watachukua tahadhari katika ulinzi na kufanya mashambulizi ya kushtukiza katika mchezo huo wa marejeano. Performance with a very bad result, but we believe that we have the capacity to turn it around. You know, it was very difficult conditions where we should have gotten a penalty. When I look at the replays, also the offside calls very tight. But we have the capacity to score 3 goals or more, and we know we have the ability with our fans behind us. So let's hope our fans come and fill the stadium, and we'll do the rest. Yeah, like we always do, we dominate them, we attack away from home. We'll do the same at home. We just have to be very careful about counter-attacks. We have to be very careful about away goals, because if they score 1, we have to score 4. So we'll have a strategic plan once again to be able to dominate them, but this time put the ball in the back of the net. Kurejea hapa nyumbani kesho, kwa maana ya leo, kwa maana ya leo Ijumaa, tunaanza rasmi uzinduzi wa kispika na tutaanzia katika tawi la Mbezi sokoni, Mbezi ya Kimara pale kwenye stendi ya vidaladala. Ndio shughuli yetu itaanzia hapo majira saa 4. Wanasimba wote tunakutana tawi la Mpira Pesa Magomeni Mikumi. Tutakusanyana hapo na baada hapo tutaanza maandamano ya kutoka hapo kuelekea Mbezi kwenda kufanya uzinduzi wa kispika. Muda umeisha, muda haupo, moja kwa moja tunaingia kazini. Nichukue nafasi hii kualika matawi yote ya Simba, wanasimba wote wa kuanzia Ubungo, Kimara, Mbezi yenyewe, Mbezi Terminal, Kibamba mpaka Kibaha, tukutane kwa wingi pale katika stendi ya vidaladala, twende tukafanya uzinduzi wa kispika. Lakini tulicheza mpira mzuri, lakini kila siku huwa nasema kwamba lazima uwe na bahati vile vile. Kwa hiyo kwa bahati mbaya tulikuwa tuna bahati, lakini nyumbani hapa Mungu akijalia basi tutaweza kuzurudisha na kuongeza goli. Kuna advantage mbili. Kwanza, timu zote za bara la Afrika wanaogopa kwa Mkapa. Wanaogopa kwa Mkapa, wanajua kwamba huku hakutoki mtu salama. Kwa hiyo wanakuja na hofu hiyo, na ya pili hiyo timu waliona tulivyocheza. Na kama asisemi, lakini labda niseme tu kama kubebwa wamebebwa. Kwa hiyo wanakuja na hofu mbili, moja ya Mkapa, moja hapa. Lakini nataka niwaambie kwa Mkapa hakuna utofauti. Tofauti tu uwanja wa Mkapa ni kubwa kidogo kwa 10-15 kuliko ule uwanja wao. Kwa hapa kutanuka inakuwa ni vizuri zaidi kuliko kule, maana ni uwanja mfinyu kidogo. Kwa hiyo kwa Mkapa kinachofanya timu ishinde ni wapenzi. Unapojaa basi timu inakuwa na nguvu. Kwa hiyo naomba tu wapenzi wajitokeze, na hakuna kitu kitamu zaidi kuliko kupata kitu pasipokuwa na matumaini. Nimejifunza mambo mengi, vitu vingi nimejifunza, lakini unajua unapokwenda ugenini mambo mengi hutokea.
kwa sababu hata sisi wakati tunaingia tuna vibendera vyetu tu vidogodogo, stiki ndogo wametuzuia, lakini wao wameingia na migongo ile mirefu. Wao sawa, lakini sisi kuingia uwanjani mpaka uwe na passport. Una passport, ukiwa na headphone usiingie, lakini wao wanaingia mashabiki wao. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Mpira ulikuwa mzuri. Tulicheza mpira safi. Dakika 15 za kwanza waliushika wao, labda wachezaji wetu walikuwa wanasoma, lakini baada ya dakika 15 tuliwatafuta mwanzo mwisho. Lakini kwa kiwanja chao kwa kidogo, kiukweli tulishindwa kupenya kwenye ngome yao. Tulikosa magoli mengi sana. Mmejifunza nini kama wapenzi na mashabiki mara baada ya mchezo ule, sasa kwenye mchezo wa marudiano? Sisi tunasema tu, tunajua kwamba mpira lolote linaweza kutokea. Tumekwenda kule tumepoteza, lakini na sisi tuna dakika zetu 90 za kucheza nyumbani. Kwa hiyo naamini wakija kwetu, na siku zote uwanja wa nyumbani sisi kwetu unakuwa mkali kama moto. Wanaokuja wageni wote, hata uwe na ubora gani, ukija pale mateso yake yatakuwa makubwa. Hatukuwahi kutegemea kumuona Sevilla kaja pale alikoga goli nyingi. Yani ilitakiwa wao watufunge 5-0, lakini ilikuwa ushindani ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunaamini tu watakapokuja kwetu huku, tunasemaga bwana, kuno kwa kukaja kuisan mienda akubuje kitani. Si huku nyumbani, wakija na nguo wataondoka bila nguo. Kwa hiyo siku zote tunasema kauli moja kwamba mwisho wa maji tope, lakini akushindae kwa tonge tutamshinda kwa kutoweza. Tunamkaribisha kwa Benjamin Mkapa. Mchezo wa mkondo wa kwanza umeisha. Kwa hiyo tunaingia mkondo wa pili. Kikubwa watu wakate ticket kwa wingi, tukutane kwa Mkapa, kwa maana mechi bado haijaisha. Waarabu wanasema la tahafu wala tahzanu. Mechi bado haijaisha, kwa sababu unaona hata mpinzani nilikuwa nacheza naye kila kitu nimemiliki mimi, lakini nimefungwa. Lakini hii haijatuondoa kwenye reli. Kwa nini nakwambia hii mechi na uhakika wa kufuzu kwenda nusu finali? Na sababu kama 4. Cha kwanza experience mata na uzoefu. Cha pili ni man to man marking for threat players, wale threat ambao nawaona wachezaji hatari. Kwa mfano kuna mchezaji wao anamevaa namba 30, yule ni hatari, tunajua jinsi gani ya kumkabili. Vingine kocha yeye mwenyewe ndio atajua, lakini watu wasikate tamaa, wale watu wasio na wasiwasi. Mechi Benjamin Mkapa, ndugu yangu. Kwa kweli nilichojifunza sana kwenye mechi yetu na wa Misri, kuna vitu vili tofauti na sisi. Kwanza mashabiki wao wana moto na wana morali, na ukaji wao wanakaa sehemu moja. Kwa hiyo kama mimi ningekuwa na uwezo hata kuambia mashabiki wenzangu, ningewaambia tukae lile goli la kaskazini kwenye skrini kubwa. Wote wale ambao wanakuwa mashabiki wa kuruka kufanya nini, kuchangamka muda wote wangekaa goli la upande wa kaskazini nyuma ya goli kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza, kuwapa pressure wale jamaa zetu. Hiyo itatusaidia sisi, kwa sababu kipao nimemwona akipigwa baadhi ya mipira wanatema. Sasa kama pale ikipigwa piga yowe na nini, lolote lile linawezekana. Kwa hiyo mimi nachoba ni umoja na mshikamano, yani ile muda wote tu tunashangilia, kwa sababu nam sana na nusu finali bro. Yani mimi nilichokuwa namnacho ni nusu finali. Kwa kweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu, nimerudi salama Tanzania yangu, nchi ya mamangu Samia Hassan Suluhu. Nimefarijika mimi, mzee wa mipasi milioni. Timu ilicheza vizuri, sina kosa yani sina deni lao. Isipokuwa mchezo wa mpira unaona matokeo kikatili sana. Kuna kufungwa, kuna kusuru na kushinda. Tumepata nafasi, tumekosa magoli. Kwa hiyo najua kabisa hapa kwa kupitia mwekezaji wetu lazima kuna kitu atakiona, na lazima ateka bonus na nini, na si shangilia. Nipata bahati ya kuongea na baadhi ya wachezaji walichoniambia, pasi milioni ninachokuomba, tuko chini ya miguu yako. Hamasisheni mje Lupaso kwa wingi, mje mtu support. Sisi mkiwepo nyie, sisi tunamaliza kila kitu. Tunaitaka nusu finali kakaangu. Mimi sina mambo mengi kivile. Pasi milioni akiweza kumalizia hapo mazungumzo ambayo ameweza kuyafanya na mwenzetu Hassan Hemed Mvula kuhusiana na Simba kuwasili. Tumesikia Mwalimu Fadru anachokiongea na Michael ni kuhusiana na mashabiki. Fadru amekuwa ni muumini sana wa mashabiki, ile morali ya mashabiki kuja na kutofanya makosa ambayo waliweza kuyafanya nchini Misri. Nafikiri kitu ambacho anajaribu kukitengeneza ni kuweka bond kuendelea kuweka bond kati ya timu na mashabiki wa Simba, lakini pia kuipata hamasa moja kwa moja kutoka kwa mashabiki ambao
kwa namna yoyote ambavyo itakuwa wanaongeza kitu kwenye morali ya mechi ambazo Simba wanacheza kwenye uwanja nyumbani. Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa ni bora zaidi kwa upande wao ni ile atmosphere ambayo huwa inaletwa na mashabiki. Hata kwenye mechi zingine ambazo wamecheza huko nyuma dhidi ya timu ambazo pengine kwenye karatasi ilikuwa inaonekana ni timu ambazo zingeweza kufanya makubwa zaidi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini nguvu ya mashabiki ilikuwa inawavuruga kwa kiasi kikubwa na pengine Simba kufaidika kwenye hilo. Kwa hiyo Fadu naye pia kama mwalimu ambaye anafundisha timu ambayo inataka kufanikiwa kwenye lengo hilo, anajaribu kutengeneza nguvu ya mashabiki kwenye kuona anawashawishije kwenye mechi hii waje kwa wingi ili kuweza kuona anapata matokeo mazuri kwenye mchezo. Lakini kitu kingine ambacho unakiona ni kizuri zaidi kwa Simba Sports Club, Simba amepoteza kwa magoli 2-0, lakini hauoni kama ni timu ambayo imeingiwa na pressure. Yaani hauoni kabisa hilo jambo kwamba timu ipo kwenye pressure kubwa kwamba haiwezekani tukavuka kwenda kwenye hatua ya nusu finali. Unaona calmness ambayo amekuwa nayo Simba Sports Club. Inawezekana ikawa inakuja kwa sababu ya vitu vingi. Inakuja kwa sababu ya historia ambayo Simba amekuwa nayo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa maana ya kile ambacho amewahi kukifanya hata kwenye mechi za nyuma. Kwenye uwanja Benjamin Mkapa kumekuwa na matokeo ambayo ni chanya zaidi ambayo Simba amekuwa wakiyapata. Kwa maana wakihitaji kufanikiwa kwenye jambo lao mara nyingi wamefanikiwa kuliko ambavyo wamefeli. Unaweza kusema mifano michache tu ambayo walishindwa kufanikiwa, pengine ni mmoja wapo ni mfano wa mechi dhidi ya Kaizer, kwa sababu unawezekana ukao unasema mlima ulikuwa ni mkubwa kwa sababu alikuwa ni magoli 4. Wewe unatakiwa kupata magoli either 4 hapo au 5 ili uweze kufuzu moja kwa moja kwenda kwenye hatua inayofuata. Na ilikuwa inaonekana inawezekana. Lakini ulikuwa unaona jinsi ambavyo timu ile mambo yalikuwa yanaenda kwamba kwa inaonekana timu jinsi ambavyo ilikuwa inasukuma mashambulizi na pambana kwa kiasi kikubwa. Ulikuwa unaona ile vision ya timu jinsi ambavyo ilikuwa inafanya. Lakini kingine ambacho nafikiri wanaweza kawa naamini kwamba inawezekana ni kwa jinsi ambavyo timu inacheza. Simba sio kwamba wanacheza kwenye hali ambayo pengine unasema wachezaji wako kwenye morali nzuri ama performance zao zimedrop. Ukiangalia kwenye jinsi ambavyo timu inacheza, hauna lawama kwenye timu kwa jinsi ambavyo inazuia kwa kiasi kikubwa. Unaangalia kwa mfano kwenye mechi iliyopita, angalia goli ambazo alifunga. Unasema ni katika mazingira ambayo ndio makosa ya mpira miguu. Goli la kwanza kwa kiasi kidogo unaweza kumpa lawama mlinda mlango, lakini angalia pia maarifa ambayo mpigaji aliyatumia kwenye kushuti kwenda kwenye lango. Unatakiwa pia kumpa credit yake kabla pengine hujadondosha hizo lawama ndogo kwa mlinda mlango. Lakini angalia pia goli la pili ambalo Simba anafungwa ni katika wakati ambao timu imesha miliki, yani kila kitu kipo kwao, wanashambulia kwa kiasi kikubwa, lakini wapinzani wametumia counter, ameenda amewashambulia, ametumia nafasi, ameenda amefunga. Kwa hiyo ukiangalia kwenye factor historia, lakini pia factor jinsi ambavyo timu inacheza currently, unaona ile imani ya mashabiki kuamini kwamba bado haijaisha. Yani naenda Benjamin Mkapa kwenye mechi dhidi ya Al Masry wakiwa bado wanaamini kwamba kwa sababu timu inaonekana inafanya vizuri kwenye kudefend, inafanya vizuri kwenye kutengeneza nafasi, domination ya mechi inaonekana kuwa sawa sawa, ukomavu ambao wachezaji wao wengi ambao wapo kwenye kikosi wako nao, unaweza pia kuonesha kwamba pengine wako kwenye usawa mkubwa kuona wanafanya vizuri kwenye mechi dhidi ya Al Masry, ndio maana hamna pressure kubwa ambayo Simba anaipata kuelekea kwenye mechi. Faraji, sijawahi kuwa na wasiwasi na Simba wakiwa wanalitaka jambo lao, hususan michezo ya kimataifa, hususan mashabiki kujitokeza kwa wingi uwanjani, wamekuwa na hiyo namba ya kwenda uwanjani. Lakini jambo la pili, hususan huwa haishi mpaka iishe ikiwa ndani ya timu. Naiona spirit hiyo ya Simba. Yes, naiona kwa sababu hata kupitia mazungumzo ya mashabiki unaona kocha anachoongea, anajaribu kuaddress, unaona namna gani ambavyo wanauendea huu mchezo. Mashabiki wanaonekana pressure ni ndogo, yani hawana pressure kubwa sana, lakini najaribu kuelewa ni kwa nini. Sababu za msingi ni aina kwanza ya mpinzani ambaye wanacheza naye na kile ambacho aliweza kukionyesha akiwa ardhi ya nyumbani pale Misri. Sasa ukiangalia Al Masry ambavyo imecheza, alafu ukija kuiangalia Simba katika mechi tofauti ambazo imecheza, kuna tabia ambayo unaweza ukaona kabisa akija kwa Mkapa inawezekana kukawa na kitu kikubwa ambacho anaweza kufanya kama comeback. Namba ya kwanza ya msingi kabisa ni shabiki wa 12 ambao ndio mashabiki. Yaani mchezaji wa 12 ambao ni mashabiki. Namba ya mashabiki ikiwa kubwa kwa Mkapa itakuwa ni silaha ya kwanza hata kabla mpira kuanza pale. Yaani
lile vibe na tunajua tabia ya mashabiki wa Simba ambao wanakuwa wakiamua kwenye jambo lao wanakuwa smart sana. La pili kwa Simba sasa deni litabaki kwa wachezaji. Kwa wachezaji kwa sababu watapaswa kusahihisha makosa ambayo yalitokea kwenye mchezo wa awali ambao waliweza kuruhusu magoli mawili. Unajua kwenye mpira wa miguu unaweza ukamiliki mpira lakini usimiliki matokeo. Kwenye mechi ya juzi unaweza kaangalia namna gani Simba walimiliki mpira lakini matokeo hayakuwa upande wao. Opponent alipiga mashuti mawili tu ambayo yalilenga goli na hayo kama magoli, lakini ukiangalia Simba wao walifanya zaidi kupiga mashuti mengi zaidi, lakini usahihi labda na uimara wa golikipa kwenye kusave ikawa faida kwao. Kwa hiyo maana yangu ni nini? Maana yangu ni mchezo marudiano kwenye hivyo vitu viwili. Miliki mchezo lakini ufanisi kwenye umiliki wa mchezo ndio utakupa matokeo. Maana yake chance ambazo zitakuwa zinatengenezwa kukiwa na ufanisi na utulivu, maana yake inaweza kama Simba wakapata magoli ambayo anaweza kawavusha hatua inayokwenda. Ingaje hapo pia na yenyewe kuna tahadhari. Al-Masry alicheza Misri, sio Al-Masry ambaye atakuja Benjamin Mkapa, lakini ukiangalia hii scenario sitaki kuifananisha sana. Young Africans baada ya kupata ushindi wa 1-0 dhidi ya Al-Hilal, mechi dhidi ya MC Alger ilikuwa ni kupata ushindi na yenyewe pia kulikuwa kuna hali fulani hivi atotoka mtu atafanyaje. Na mimi Al-Masry hatakuja kama alivyokuwa Misri. Obviously hataweza kucheza hata kuwa vile ambavyo tulimuona juzi. Tegemea kuona mara nyingi zaidi akiwa nyuma. Tahadhari maana yake kwa Simba, timu ambayo inakuwa kwenye low block maana yake watu wanaoshambulia watakuwa wengi zaidi juu. Yaani Simba watakuwa mara nyingi juu kwa sababu watakuwa kuna kitu wanakitafuta. Tahadhari ni ipi? Kuwa na rest defense nzuri. Kwa sababu magoli mengi ukiangalia kwa mfano hata goli la pili Simba wao ndio walikuwa juu zaidi. Kwa hiyo shape ya ulinzi yao ikawa mbovu. Spaces zinapokuwa zinaonekana ukikutana na wachezaji wawili ambao wanaweza kukimbia au mmoja akipiga pasi moja maana yake anaenda kushambulia ile eneo ambalo liko wazi. Kwa hiyo tahadhari kubwa zaidi kwa Simba kuelekea mchezo huu ni kuangalia namna gani wanaweza kawa na muundo mzuri wa ulinzi baada ya kupoteza mpira juu. Ama endapo wataupoteza mpira juu wakiwa na namba kubwa waanze kufanya counter pressing. Kule juu waweke shinikizo ili mradi waweze kuua move ya nini? Ya counter attack. Sasa sijaona ile. Sawa. Hayo ni kuhusiana na Simba Sports Club na mchezo wao wa marejeano. Kuna mtania kidogo hapa Faraji akizungumza zinafanya estate. Sasa leo akafanya hivi. Yaani Tabadilika leo Jumaa. Sawa, turejea katika ligi kuu ya NBC ambapo jana Azam Football Club walikuwa wanapambana na Ken Gold kutokea jijini Mbeya, ambapo mchezo ukimalizika kwa Azam Football Club kuchomoza na ushindi wa mabao 2-0. Mabao ya Azam Football Club yamefungwa na nyota Jibril Sila baada ya kazi kubwa aliyoifanya Idi Seleman Nado, na hapo unavyomuona alienda kumbeba kuonyesha bwana kuthamini kazi ambayo ulioifanya. Ilikuwa ni kazi kubwa sana, lakini bao la pili kifungwa na Nasr Sadoun, na hivyo halikuwa changamoto sana kwa Ken Gold kujipapatua kuweza kushuka daraja. Tuangazie kiwango cha Azam Football Club baada ya kidogo hapa mambo kama yanaenda jojo hivi lakini hali imekaa sawa. Hivyo ndivyo ambavyo timu ambayo ina malengo makubwa inatakiwa kureact baada ya kupita kwenye kipindi ambacho mnaona kwamba mambo hayajaenda vile ambavyo nyinyi mnatamani kuwa. Unatakiwa kuionyesha dunia kwamba ile ilikuwa tu ni kipindi ambacho kwenye mpira miguu wake kinatokea, kwamba sipo kwenye form nzuri, mpinzani anaweza kutumia advantage kwa ajili ya kupata kile ambacho anakihitaji. Lakini unajaribu kuangalia kwenye mechi ambayo Azam amecheza dhidi ya Ken Gold, wala kuhitaji kuangalia Ken Gold ana nafasi gani kwenye ligi, ya kuhitaji kuangalia pengine huruma ambayo anaweza kumsaidia Ken Gold kubakia kwenye ligi na vitu vingine. Alichokifanya ni kuona jinsi gani ambavyo anaweza akatumia muda wake kiwanjani kupata kile ambacho anakihitaji. Na of course ilikuwa ni plani nzuri kwa sababu mpango ambao walikuwa nao Azam FC kwenye mechi ya jana unaweza ukawa unaelewa kwa sababu ya mazingira ya sehemu ambayo mechi walikuwa wanacheza. Hayakuruhusu sana pengine kuwa na game ambayo itakuruhusu kupiga pasi nyingi ambazo itakuwa za chini na kupiga pasi kwa muda mrefu. Lakini unaweza kutumia muda mwingi kuweza kuihamisha mpira kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kuinyanyua mpira iende usawa wa juu ambao utaenda kumfikia mpinzani katika hali ambayo itakuwa ni ngumu kwake pia kuweza kuzuia. Na ulikuwa unaona hata faida pia ambayo alipata final kwenye magoli ambayo
Azam ameyapata. Iangalie goli la kwanza ambalo anafunga Djibril Sila. Kabla mpira hujamfikia mpiga assist kwa maana Eid Sulemani Nado, James Akaminko aliona tayari kuna space ambayo anaweza nikaupeleka mpira, lakini aupelekaje mpira kwa Eid Sulemani Nado? Siwezi kupiga yani pasi ya chini ambayo itaweza kumfikia. Inawezekana nikapiga afu ikanasa njiani, ikaonekana mimi pia sijafanya kitu cha maana, lakini ananyanyua mpira kidogo ili uweze kwenda kwenye kile ambacho anakihitaji, anapata hiyo nafasi ya kupata ile goli la kwanza ambalo alifunga. Lakini naangalia pia goli ambalo alilifunga Sadun, ni mpira pia mwingine ambao unanyanyuliwa kutokea pembeni kwa njia ya cross, yeye anakwenda anafanya execution nzuri ya kumalizia bila kutuliza tena mpira, kumpa nafasi mlinzi kuweza kumzuia ama kumpa mlinda mlango nafasi pia kujifikiria kwamba anawezaje kuzuia huo mpira. Kwa hiyo kwangu nafikiri ilikuwa ni game ambayo Azam FC walikuwa wanajua mazingira ya uwanja ambao wanaenda kucheza na nini ambacho wanahitaji kufanya. Lakini kwangu nafikiri ilikuwa ni mpango mzuri ambao umeweza kuwalipa. Bad luck kwa Ken Gold. Mwanzoni wakati mechi inaanza ulikuwa unaona morali yao jinsi ambavyo ilikuwa na nafasi ambazo walikuwa wanajaribu kuzitengeneza. Kwenye mpira miguu unasema kwenye nafasi ambazo unazitengeneza sio tu zitakuhitaji kuwa na ukatili, pengine wakati mwingine hata bahati pia unatakiwa kuwa nayo. Ndio maana wanasema moja wapo ya matukio ambayo yanaashiria kwamba pengine timu yako ina bahati nzuri kwenye kuzuia na haina bahati nzuri kwenye kushambulia ni pamoja na kushoot mpira unaenda unagonga nguzo. Yani tayari washamaliza kila kitu kwenye kuattempt, lakini ndio hivyo mpira unaenda unakula nguzo na urudi zake ndani ama unaenda nje. Ndio maana unaona mwanzoni wakati wanatengeneza ile nafasi kabla hawajafungwa goli tayari wao walikuwa wamepata nafasi mbili. Ile Elebet Lukindo ambaye alipiga nje ya lango, unaona jinsi ambavyo alituliza mpira, lakini tukio lake la mwisho akutarget kwenye lango. Lakini shoot pia ambalo aliattempt mwanzoni lienda likala nguzo ya juu, unaweza kusema Besela. Unasema pia ni mpango ambao Ken Gold nao alijaribu kuona wanawezaje kuwa wa kwanza kupata goli dhidi ya Azam FC. Isivyo bahati ni kwamba hajafanikiwa kwenye jambo lao, na pengine inaweza ikawa ni matokeo magumu kukubaliana nayo, lakini ndivyo ambavyo yametokea, na anaweza akawa anajiona kwamba hapo kwenye nafasi ya mbali zaidi kwenye msimamo wa ligi, na pengine wanatamani mambo yarudi nyuma kidogo, aanze upya kwenye ligi, lakini ndio hivyo haiwezekani. Mimi Michael pamoja na faraji kwa Ken Gold katika ile michezo ambayo ilisalia 7, si ndio? Kwangu mimi nilisema hivi imebakia 6. Imebakia 6. Wakati imebaki 7, nilisema kwa Azam FC ni giant, mpatie alama zake 3. Kama ni kufungwa tufungwe mabao machache, 2 kwa 0, 1 kwa 0. Tujue kwamba yasiongezeke sana katika ile idadi. Lakini kinachotokea sasa, kitu ambacho nikiangalia Ken Gold anatakiwa kutoka katika nafasi ya 16, 15 kwenda 14 au 13. Acheze angalau playoff, aigombanie. Umeona? Lakini sasa issue inakuja, Prison amefungwa. Well and good. Kwamba ana 18 yeye ana 16. Kwamba akifunga atakuwa na 19. Lakini yule ambaye yupo katika nafasi ya 14 Kagera Sugar ana mwendelezo bora. Anashinda tu. Yaani tangia Juma aingie anashinda tu. Majaliwa ya Ken Gold inawezekana kawa ni ngumu hapa. Na sio Ken Gold tu, unaweza kuongelea timu zote za Mbeya. Yaani Ken Gold na Tanzania Prisons, kwa sababu ndio timu ambazo zipo kwenye hizo nafasi ya 15 na 16. Alafu kwa nini labda nasema hivyo? Kwa sababu ya namna ambavyo wana struggle kupata alama. Alafu unaangalia na timu nyingine ambazo ziko juu yao wanapata kitu gani. Umetoka kuongea kuhusu Kagera, unaona namna gani ambavyo wamegain momentum kupitia Juma Kaseja, yani wanapata points. Sasa wakati mpinzani wako anapata points wewe unadondosha, maana yake tayari unajitoa kwenye race. Na ndio hicho ambacho unakiona. Sasa Ken Gold bado ana mechi na Simba, ukumbuke, ambao katika zile ambazo zimebaki 6, si ndio? Hapo unaitoa nayo ambao kwenye karatasi unaweza kusema heavyweight game kwake. Maana yake akipata matokeo yani itakuwa ndo maana halisi ya mpira, lakini kuna possibility kubwa ya kupoteza. Wanacheza Mbeya. Mechi nyingine ambazo wanacheza ataweza tena kupata points, kwa sababu tuliona namna gani ambavyo hapa Mbeya alikuwa anaweza kupata points, lakini kuna mechi nyingine ambazo unasema kabisa hii ni ya kupata alama 3, lakini anapata sare. Kwa hiyo ni ngumu pia kuitabiri timu namna hiyo kuweza kubaki ama kukaa kwenye nafasi ya playoff
kwa sababu inashindwa kupata muendelezo wa hizo points, wakati mpinzani ambaye pengine naye alikuwa unacheza mechi mbili kwamba ushinde zako alafu muombe Kagera Sugar mabaya, yeye anaendelea kupata alama. Ni ngumu sana kuweza kusalia. Kingine hata ukiangalia aina ya magoli ambayo kwa mfano jana amefungwa, wakati mwingine unaweza ukaona tu namna gani unaweza ukaadhibiwa kutokana na daraja. Kiachana na uzoefu, kuna wachezaji ndio wengi wana uzoefu, lakini pia daraja lao sasa wakati huu tunaoongea sasa hivi, ukiachana na uzoefu, wana daraja gani ambalo linaweza kabisa likakupa kitu kubwa. Kwa mfano goli la pili ambao amefunga Saadu, unaweza ukaangalia defensive behavior wakati unazuia mipira ile ya crosses, ni inabidi iwe ipi? Tabia ya kiulinzi ambayo inabidi iwe applicable kwa walinzi. Maana yake usitoe sana nafasi kwa opponent, lakini unaweza ukaangalia Saadu wakati anaupokea mpira yuko mbali na center back, lakini pia ukiachana na umbali, muundo wao yani haupo kwenye mpangilio mzuri ambao labda umpe ugumu mpinzani. Na nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wao wameshasogea juu, kwa hiyo muundo umeharibika. Lakini namna ya kukaa kama kupunguza space pia ikawa changamoto, kwa sababu ndani wamefungwa goli wakiwa 4, lakini Azam walikuwa 3, lakini katika hao 3 2 ndio walihusika kwenye touch. Kwa hiyo unaweza ukaangalia namna gani uharaka wachezaji wa Azam, lakini pia daraja la hao wachezaji. Ukiangazia bao ambalo alifunga Sadun, bao la pili, ni bao ambalo Kenigodo kwa naruhusu sana msimu ya duru la kwanza, lakini pia wakati mechi ya Azam Football Club dhidi ya KMC, mechi ambayo ilichezwa ya pili ambayo ilichezwa Chamazi, KMC wanafunga mabao yale ndani ya box, inapigwa cross papa, mtu anafunga Questens anafungwa. Lakini ukiachana na mechi hii, wakati Kenigodo tunaizungumzia kuhusiana na kiwango chao na jinsi ambavyo Juma Kaseja anazidi kuwatoa Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi katika sehemu ya hali ambayo ni tata kidogo, ingawaje bado wamesalia katika nafasi ya 14 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Hapo jana tena akaiongoza Kagera Sugar na Super Nkurukumbi kupata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Coastal Union, mechi ambayo ilikuwa tamu kweli kweli, na huu unakuwa ni mchezo wa 4 mfululizo katika mashindano yote. Kagera Sugar wanashinda chini ya Juma Kaseja. Magoli ya Kagera Sugar jana alifungwa na Ali Ayub, alijifunga kwa upande wa Coastal Union kabla ya Mohamed Musa kufunga bao la ushindi, lakini Lucas Kikoti Almeida mtakatifu wa kusini alifunga goli la kufutia machozi kwa Coastal Union. Coastal alijifunga dakika ya 59, hiyo hapo 58 59, lakini dakika 81 84 hivi 84 Lucas Kikoti Almeida akipiga free kick ambayo Chalamanda akataka kuudaka ule mpira kucatch hivi. Wakati anataka kucatch mpira ukamponyoka. Niliona hali jinsi ambavyo timu ya Kagera ilikuwa down, lakini reaction ya haraka sana ya Juma Kaseja ya kuambia kwamba sikilizeni guys, twendeni tukaanze. Ngoma haijaisha. Chalamanda mwenyewe alisema yani iliona tafsira yake kama nahodha, alafu nimechoma. Hii jambo likopo ni hatari, lakini nadhani ni ile spirit ya Kaseja, ushindi wa 2-1 comeback, wakatoka tena katika sare na kupata bao. Ni hicho kitu tunachozungumzia hapo. Chalamanda kwanza mwenyewe akalala chini wakati hapa Costa anashangilia. Utakuja kuiona picha ya Juma Kaseja jinsi ambavyo alivyokuwa anawaambia wachezaji wake kwamba sikilizeni, yani shughuli bado haijaisha, changamkeni njoeni kati. Na kweli ikawalipa. Yes, hiyo hapo. Yani hiyo kocha, kwa sababu umeucheza mpira kwa kiwango kikubwa, unajua kwamba hali inavyokuwa na vijana wa kumwangusha. Kwenye kile ambacho alikifanya Juma Kaseja, pengine inaweza ikawa inaonyesha picha ya vitu viwili. Hiyo experience yake ya kucheza mpira, kwamba yanatokea matukio kama haya na inawezekana ikawa sio mwisho wa mapambano yenu, na hususan kwa picha ya wengi kwamba kilichotokea kwamba ni golikipa ambaye yeye ndo ameicheza nafasi hiyo. Yes, na nafasi ambayo yeye alikuwa anaitumikia ni nafasi ya goalkeeping. Sasa nina mlango kafanya mistake ambayo unaona pengine ni ya kwake binafsi kwenye catching yake ya mpira ambao ulikuwa umepigwa. Of course au mlaumu kwenye vitu vingine, unamlaumu tu kwenye tukio la mwisho la kucatch mpira. Yani kupanga ukuta alishopanga, unampongeza Kikoti kwamba alivusha mpira kwenye ukuta. Lakini angalia positioning ya Chalamanda, ni kwamba alikuwa kwenye position ambayo wala hakuhitaji kudive kwenda kufuata mpira, kwamba timing ilikuwa mbaya na vitu vingine. Alikuwa kwenye site ambayo mpira unakuja kwenye mikono yake, kwamba huu nina uhakika kwamba anaudaka. Yani
unaona kabisa kwamba alikuwa na target kabisa mpira na udaka. Pengine kwenye kichwa chake kwa mazingira yale inawezekana akawa nawaza ni udaki mpira ni uanzishe pale. So unajua ile inatokea kwamba mpira nikiupata tu hapa nikishaushika na muanzishe yule ambaye yupo kwenye nafasi. Kwa hiyo concentration ya huko ikawa imepungua kidogo na mpira ulikuwa pengine na kasi ukampokonyoka ukaenda kwenye nyavu. Lakini kwa Juma unaweza ukawa unamwangalia na angalia pia reaction baada ya wao wenyewe kufunga ile goli. Unachojaribu kuangalia reaction ambayo Juma Kaseja alifanya ni kuonesha kwamba hii sio mwisho wa kile ambacho sisi tunakitafuta. Kama nahodha ambaye Kaseja pia amewahi kuwa nahodha kwenye timu mbalimbali ambazo amewahi kucheza, lakini pia yeye ni mmoja kati ya senior goalkeepers ambao wenyewe pia wamecheza kwa mafanikio makubwa kwenye nafasi. Kwa anaelewa situation za namna hizi zinatakiwa kuwa handled kwa namna gani. Lakini unajaribu kuangalia pia kwenye kile ambacho Kagera wenyewe alikifanya kwa zile dakika ambazo zilisalia kuanzia ile 84 wanafungwa lile goli. Unaona kile ambacho wachezaji wenyewe walikifanya. Unaona bado walikuwa na nguvu ya kuendelea kusukuma mashambulizi kuelekea kwenye lango la Coastal Union. Pengine ndio wakati ambao wanasema Coastal Union ni kama kuna kitu ambacho kilikuwa kimeswitch off. Baada ya kupata ile goli, angalia jinsi ambavyo walikuwa wanafurahia ile sare. Yaani baada ya kupata ile goli ya kusawazisha, angalia jinsi ambavyo timu ilikuwa inaenda kulifurahia lile goli. Afu angalia baada ya pale nini ambacho walikuwa wanakifanya kwenye style yao ya kucheza. Ni kama walikuwa wanaona sasa sisi tumeshamaliza. Isare tumepata ugenini. Tutaenda nyumbani pengine tunaweza tukana matokeo mazuri zaidi kwenye mechi zingine ambazo tutacheza kwenye uwanja wa Mkwakwani. Lakini kile ambacho Kagera alikifanya so far unawapongeza kwa sababu hawakulaza damu zao kuona kwamba pengine wameshamaliza kile ambacho wao walikuwa wanaweza kukiachieve kwenye mechi husika. Sawa, hiyo ni mechi kati ya Kagera Sugar dhidi ya Coastal Union na Mangush. Lakini mechi ya mapema zaidi ilichezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo. Trila ya mabao 4 ikaweza kupatikana katika uwanja huo kati ya Dodoma Jiji wakiwa ugenini kuikabili JKT Tanzania, ambapo katika mchezo huo Dodoma Jiji ikailazimisha sare kikosi cha JKT Tanzania magoli 2-2. Licha Edward Songo kuitanguliza JKT Tanzania mara 2 tofauti, Mwana Kibuta na Paulo Peter walifunga kwa upande wa Dodoma Jiji na kuipatia timu hiyo alama 1. JKT Tanzania imesalia nafasi ya 6 na alama 31, huku Dodoma Jiji ikiwa nafasi ya 7 na alama 28. JKT wanapata tabu kwa Dodoma sana, sio mara moja, sio mara 2 kabisa. Na unaweza kaona tabia zao kwanza za kiuchezaji. Unaongelea kwa makocha wote wawili, Meki Maxime na Ahmad Ali, namna ambavyo timu zinacheza. Ni timu ambazo zinapenda kucheza mpira tokea chini, yani wanamiliki. Sasa ukiangalia namna ambavyo JKT walikuwa wanatengeneza nafasi kwenye zile channel 5 za mpira wa miguu, unaongelea wide, unaongelea half space na center, unaweza ukaangalia namna gani ambavyo upande wa kushoto mara nyingi wa JKT Tanzania kwa huyu fullback wao Mfaume Karim ambaye alitoka Biashara msimu jana championship, anacheza saizi. Unaweza ukaangalia namna gani huwa mara nyingi anafanya sana safari. Mara nyingi sana ana overlap na kuingia ndani, wakati mwingine kupiga crosses. Ni sehemu moja hapo ambayo JKT wanaitumia sana kutengeneza mashambulizi. Na hata ukiangalia namna ambavyo goli la pili ambavyo waliweza kulifunga, unaweza ukaangalia namna gani alitoka pembeni akaja ndani akapiga ule mpira. Alipopiga ni kama alikuwa ameupiga kibao, alengeleka akaucheza, lakini ukamkuta Songo. Kwa hiyo unaweza ukaangalia Maxime na vijana wake namna ambavyo waliweza kupambana na wakaja kusawazisha. Lakini bado naendelea kusema kwamba hii mechi ilikuwa haipaswi kuisha kwa sare, kwa baadhi ya matukio ya wazi ambayo pengine kwa namna moja ama nyingine JKT Tanzania alipaswa kuondoka na mpira Songo. Nadhani kuna moja uliona ile ambayo yeye na kipa tu amepiga shoot, anabidi tu tap in, goli nalo liongelea la pili hapo. Unaona Mfaume fullback wa kushoto, angalia alipo. Mashambulizi mengi wanamtumia sana huyo bwana mdogo. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuongelea namna gani ambavyo pia kama uliangalia mpaka mpira ulivyoisha, mangalie Songo baada ya mpira kuisha. Yaani nadhani atakuwa anakumbuka ile nafasi ambayo yeye na kipa kwamba ni kuweka tu bahati mbaya kwenye mpira ukapaa ndani, yani kipa huyu unamuona. Kwa hiyo ni miongoni mwa nafasi ambazo moja kwa moja unaweza kusema kabisa alama 3 zilikuwa zinaenda kwao. Lakini kwa bahati mbaya
hakuweza kuconvert nafasi. Ndio hapo navuta picha pia kwenye nafasi ambayo Chalamanda alifungwa na kulisha mpira ule wa Kagera, namna ambavyo kama mechi ingeisha labda 1-1. Kuna picha fulani mchezaji anaweza akawa akivutwa hivi, unaona kabisa huko kuna kitu fulani ambacho kipo kichwani kwake. Kwa hiyo kuisha kwa sare ya magoli mawili inaweza kawa sawa, lakini pia unabidi utoe sifa kwamba timu zote zilikuwa zinasogea juu. Yaani kwa mfano mpaka unafunga goli maana yake unaenda kwa mpinzani wako, ameacha nafasi unafunga. Kwa hiyo mechi ya namna hii ya Mekimekisime na Ahmad Ally ama JKT na Dodoma mara nyingi wao inatoa magoli. Na magoli yanatokana nini? Kwa sababu ya nafasi ambazo wanaacha. Ukiangalia magoli yote ambao wamefungwa, ukiangalia hata muundo, unakuwa tayari watu hawapo kwenye maeneo sahihi. Kwa hiyo obviously ni rahisi zaidi kwa mchezaji kufanyaje? Kutumia madhaifu ambayo ameona kwa mpinzani na kuweza convert. Angalia goli la Paul Peter alichokifanya, alivyomfanyia yule defender na namna ambavyo alikuwa na usahihi wa maamuzi ndani ya box kuweza kufanyaje? Kushuti. Kwa hiyo moja kwa moja natoa credit kwa Mekimekisime, lakini pia Ahmad Ally vijana wake amepambana, lakini umeona Songo namna sura anavyokuja, kuna namna fulani alikurudi. Yani kuna mazingira ambayo ukimwangalia unaona kabisa kwamba kuna kitu anahisi, lakini ndio football. Ndio football. Na kumbuka lile bao ambalo alifunga Mwanakibuta, bao kama alifunga Jean Chalet wa KMC Complex. Nadhani alikuwa ni Fountains nani wale alitoka upande wa ile kushoto huko. Sema hii kidogo imegusa, unajua imehamishwa. Yes, imemgusa mlinzi. Defender ameigusa kidogo, kwa hiyo ikampoteza ikampoteza kipa. Ile mara nyingi tunasema kwamba unapiga na kidole gumba. Kidole hiki hapa. Kidole gumba afu unaipiga kwa pembeni hapo. Kwa ukipiga hivi mpira watu wacheza mpira kwa viwango vya juu. Namba 6 hii hapa. Yaani ukiwa unaelezea vitu kwa sababu unakuwa unajua. Yaani unajua kabisa unapigia kwa kidole gumba kwa pembeni hapo. Kwa lazima mpira kiufundi kaka. Kuna watu wanauliza bwana wewe Vani vipi? Nguvu ya kupiga mashuti sina kaka. Nikamwambia unamwachia Rashid Hamisi. Huyo ni Rashid alimwambia wewe chukua mipira niletee mimi kupiga mashuti vile. Ndio jirani hapo nikupasia hapa utajua mwenyewe huko utafanya. Mashuti mwalimu wangu mmoja anafundisha, ukitaka kupiga uwe unapiga mashuti sana. Ushakukimbia kwenye maji. Ushakufanya zoezi, yani baharini unaenda unakimbia kwenye maji. Kwenye kama unakimbia kwenye michanga sio kwenye mchanga, kwenye maji. Hapana. Sasa ile ukikimbia kwenye maji ile unakuwa unakimbizana hivi, yani unakuwa humu una misuli. Sasa misuli sasa sawa. Umelichukua leo hilo. Kwenye msuli sasa hapo. Upate huo msuli sasa. Kwa mazoezi yanapoanzia. Sawa bwana. Jana draw ya hatua ya robo finali iliweza kuchezeshwa hapa ya CRDB Bank Federation Cup, hatua ya robo finali ambapo tumeweza kushuhudia kwamba michezo ya hatua ya robo finali itaanza kuchezwa kuanzia Aprili 10 mpaka Aprili 14, na hizo hapo ndio draw ikaweza kukamilika hapo. Young Africans wao baada ya kuiondoa kikosi cha Songea United sasa watapambana na Stand United ambao wao waliondoa kikosi cha Giraffe Academy kwa kichapo cha mabao 3-1. Hii game ya Stand United dhidi ya Giraffe Academy ilikuwa what a game. Vijana wa Giraffe walionyesha kazi kubwa sana. Stand wakapata ushindi wa mabao 3-1. JKT Tanzania wao watapambana na Pamba Jiji Football Club. Pamba Jiji wao walienda kuwatoa Mashujaa ugenini, lakini Simba Sports Club baada ya kuweza kuwaondoa Big Man kwa kichapo cha mabao 2-1. Sasa katika hatua ya robo finali watapambana na Mbeya City wanakoma kumwanya ambao wao waliondoa kikosi cha Mtibwa Sugar katika dimba la Sokoine, wakati Singida Black Stars wenyewe baada ya kuondoa KMC Football Club kwa bao 1-0 Tanzania kwa raha, wao watapambana na Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi ambao wao waliondoa Tabora United nyumbani Al-Hassan Mwinyi kwa changamoto mikwaju ya penalty. Kumbuka katika draw hii hapa sasa hatua ya nusu finali, mshindi kati ya Young Africans dhidi ya Stand United, hatua ya nusu finali atapambana na mshindi kati ya JKT Tanzania dhidi ya Pamba Jiji, wakati mshindi wa nusu finali ya pili itakutanisha kati ya Simba Sports Club ambaye akiwa Mbeya City, mshindi wa hapo atapambana na mshindi kati ya Singida Black Stars dhidi ya Kagera Sugar. Ni draw fulani hivi ambayo wakubwa watakutana finali kama watapita. Wajuu wa chini. Yaani kwenye ile box ya kwanza kwa jinsi inaonekana. Mzee jana Hamisi Kisiwa anasema mechi ya Mbeya City dhidi ya Simba haijawahi kuwa mechi nyepesi hata siku moja.
na Mbeya City watu wanaanza kuwatazama sasa. Nyinyi si mliwatoa Azam Football Club? Nyinyi si mwatoa Mtibwa Sugar? Wametoa Azam ambao ipo nafasi ya 3 katika ligi kuu ya NBC. Wamekuja wameitoa Mtibwa ambao ndo vinara wa championship. Of course kwenye draw kwanza unaona pengine hawa majanti wawili Yanga pamoja na Simba wenyewe ndio wamepangiwa zile timu mbili ambazo zimetoka championship, kwa maana ya Stand United Chama la Wana pamoja na Mbeya City. Alafu hizi vita nyingine hizi ambazo zinabakia ni vita za Premier League, JKT na Pamba, Singida na Kagera. Hizi ni vita ambazo pengine unasema kama ni mapambano wameshafanya tayari mara mbili, obviously watakutana kwenye ligi kuu. Kwa maana JKT dhidi ya Pamba kwenye mechi ambayo JKT atakuwa nyumbani ataenda kurudiana na Pamba baada ya kucheza nao, lakini Singida Black Stars na Kagera pia vivyo hivyo walishakutana kwenye ligi kuu. Lakini kwa Yanga na Stand maana yake ni kwamba baada ya muda mrefu sasa wa Yanga kucheza dhidi ya Stand United wanaenda kukutana kwenye mechi ya robo finali ya CRB Federation Cup. The same kwa Simba ambao nao pia tangu Mbeya City ashuke daraja, maana yake anaenda kukutana naye kwa wakati kwenye mechi ya CRB Bank Federation Cup. Inawezekana ikawa ni mechi ambazo kwenye mzani zikawa hazifanani, kwa maana ya mzani wa Yanga na mzani wa Stand United haufanani, na mzani pia wa Simba na Mbeya City unaweza ukawa ufanani. Lakini kwenye michuano ambayo ni ya namna hii, hizi michuano ya kutoana ya mtoano, mara nyingi unasema wakati mwingine inaweza ikawa ni giant killings, yani inaweza ikamngoa kigogo ambayo unaweza ukawa unamdhania kwamba huyu anaweza akawa na nafasi kubwa ya kushinda, akaenda akapasuka kwenye mechi na akatolewa kwenye mashindano, kama ambavyo Mbeya City alimtoa Azam FC, kama ambavyo kwenye michuano mingine pia hata kwenye mataifa mengine zile timu ambazo ni favorite unaona zinatolewa dhidi ya timu ambazo ni za madaraja ya yoku chini ya kawaida tu, wanaenda wanatolewa. Leverkusen juzi kati ametolewa na timu ambayo inatoka daraja la chini huko. Kwa hiyo huwa inatokea incidents za namna hii kwenye football. Lakini unachojaribu kiangalia ni kwamba zitabakia kuwa ni mechi nzuri kwa sababu ya form pia ambazo hizi timu za madaraja chini wako nazo. Form ya Mbeya City so far imekuwa ni form nzuri sana kwenye mechi zao kwanza za championship ambazo wanacheza. Zimekuwa ni form ambayo sasa hivi unahitaji Mbeya City kama moja kati ya timu ambayo ni favorite kupanda ligi kuu. The same kwa Stand United Chama la Wana, nao pia ni moja kati ya timu ambayo wanasema nao pia wapo kwenye zile race za kupanda Premier. Yani sio timu ambazo wanasema uko championship zina mahangaiko makubwa. Zipo kwenye wakati ambao wapo kwenye wakati ambao wako kwenye kiwango kizuri, wanapambana vizuri, wameonekana kuwa organized, timu inaonekana kuwa na mshikamano kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo inawezekana pia kama ataweka nguvu kiasi kwenye mechi za CRB Federation Cup, wakaja pia na test nyingine ambayo itakuwa ni tofauti, pengine wanaweza akatuonesha kile ambacho wako nacho kwenye fomu zao na kushindana dhidi na Stand United mechi dhidi ya Giraffe Academy. Yani mashabiki walivyokuwa wameingia uwanjani, yeye unacheza na timu ambayo inatoka ligi ya mkoa alafu ni mashabiki walivyoingia vile, aina yao ya ushangiliaji wao ni yes 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 bwana. Chama la Wana unasema bwana yes, Chama la Wana inataka ligi kuu. Na hata majina ambayo wachezaji ambao wapo nayo, mfano Yesaya Hebron ambaye alikuwa Fountain Gate msimu huu kacheza ligi kuu duru la kwanza, lakini duru la pili sasa hivi yupo Stand. Lakini pia wana Rajab ambaye alikuwa kikosi cha Gwambina, alikwenda Police Tanzania, sasa hivi Rajab Wathmani yupo Kigi Makasi pia. Kwa unaweza kuona wachezaji ambao walikopo nao ni wachezaji fulani hivi ambao unasema yes kwamba timu inapambana. Tuweza kusubiri hali itakavyokuwa na nani ambaye ataelekea katika hatua ya finali ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup. Lakini tukiachana na taarifa hiyo, jana shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF likatoa taarifa kwa umma kwamba uwanja wa CCM Mkwakwani uliopo mkoani Tanga umefunguliwa rasmi kutumika katika mechi za ligi kuu ya NBC baada ya kufanyiwa ukarabati kwa miezi 10. Uwanja huo ulifungwa Juni mwaka jana na kufanyiwa
ukarabati mkubwa, jambo ambalo lililazimisha Coastal Union Wanamangushi kutumia uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha katika michezo ya ligi kuu. Taarifa ya TFF iliyotolewa jana imesema sasa uwanja huo Mkwakwani unaweza kutumika na kutoa nafasi kwa timu za Tanga, African Sports wana Kimanumanu kutokea barabara ya 12, lakini hata Bigman ambao wao wanatokea Korogwe Tanga kuweza kutumia uwanja huu kama uwanja wa nyumbani kwa wakati huu katika michezo ile ya championship. Yes. Tanga kuna sehemu ukifika pale kwa Odo, siku tukienda nitakupeleka Tanga rahasha. Tupe story za kwa Odo kile. Sasa hizo za Odo tabia nyumba. Ila hapo kwa Odo unakula mboga 9. Ya 9 ya 10 kachumbari. Nisikwambie barabara gani sasa. Hatari. Odo una baya. Kwa Odo huyo. Ukishasikia Odo unaenda huko. Na huko bwana ndio sehemu ambayo tunakimisi kile kispika kinakuwa kilipo kwa nyuma kule. Oya Wanamangushi, oya. Alafu kuna mwambao mmoja na anatumba pale. Hapo shida naenda hivi. Watu twende Tanga. Hatari sana. Watu walimisi burudani, nyumbani ni nyumbani. Yeah. Sure. Nyumbani na ni faida kwa timu za Tanga kurejea kwenye uwanja wao ambao na kwa namna moja ama nyingine kuna namba kubwa mashabiki ambao walikuwa wamewamisi. Yaani muda mrefu ambapo kuna timu 3 ambazo 2 ni za championship. Moja ni ya Premier League, kutocheza eneo lao la asili, kuna kitu kimepungua. Kwa hiyo kurudi kwa Coastal Union maana yake kuna mashabiki wengi ambao walikuwa wanawakosa sehemu ambao walikuwepo mwanzo, maana walikuwa Arusha wanatumia uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Kwa hiyo kurudi Tanga kutawapa faida mashabiki, kwanza kuwa na ukaribu wa kuingia na kwenda kuisupport timu. Lakini kwa timu yenyewe naongelea kocha na hata wachezaji, ile hali ya kusema kabisa hapa ni nyumbani na namna ambavyo wanaweza wakapanga mipango yao kuendea michezo ni kitu kikubwa. Sasa Coastal kwenye michezo ambayo imebaki maana yake anatumia hapo. Bigman ambaye alikuwa anatumia wapi? Ilulu. Alafu African Sports alikuwa anatumia Morogoro. Kuna wakati alikuwa anatumia Jamhuri Morogoro, yes, kwenye mechi zake. Kwa hiyo ni faida kubwa kwa Wanatanga kwa ujumla. Sasa kinachobaki sasa ni namna ambavyo timu zote zitanufaika, zinaenda kunufaika vipi na uwanja wa nyumbani. Maana yake faida ya kwanza ambayo huwa tunaamini ama tunapenda sana kuiongea ni kutumia uwanja wa nyumbani kama sehemu ya kukusanya alama nyingi zaidi, na ndio dhana ambayo inatembea kwamba timu nyingi huwa zinashinda mechi zao kwenye viwanja vya nyumbani. Kwa hiyo Coastal wanaweza vipi kunufaika na michezo iliyobaki kukusanya alama nyingi pale? Bigman ambayo wapo championship, African Sports ambao wapo championship, namna gani ambavyo wanaweza wakapambana kuweza kukusanya alama nyingi nyumbani. Kwa hiyo naona kabisa ni faida kubwa ambayo moja kwa moja inakuja kuongeza vitu vingine. Kuna fursa nyingine zitakuja. Kuna wafanyabiashara ambao kuna kipindi hawaingii uwanjani, kwa hiyo kiingia kuna vitu watu wanauza, kuna timu ikija pale maana yake mahoteli. Yaani kuna vitu vingi ambavyo kwa concept unaweza ukaangalia kwenye mambo ya kijamii, kuna mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo mimi naona ni faida kubwa zaidi. Timu za Tanga zinaenda kunufaika na uwanja Mkwakwani kufunguliwa. Na hapo pia inapunguza gharama kwa sababu costs wanafanya mazoezi Tanga, maisha Tanga. Watu wa mechi wanatoka Tanga wanaenda Arusha. Kwa hiyo sasa hivi ile gharama ya kwenda kule kulala na kadhalika inakuwa ni kuna gharama, afu nao pia wakienda kule nao wanakuwa kama wageni. Yes. Yaani mnakuja na basi na wenzako nao wanakuja na basi. Yaani wote mnafika kucheza mechi afu ngemaliza mnapotea. Sasa wakienda uwanjani na ando nimesema Tanga. Akiwa Tanga sana toka kambini anaenda kwenye mechi. Anatembea. Mwalimu. Kwani wewe leo kupanda basi wewe unapanda basi kutoka hapo unaenda Bunju kati. Kwa basi. Sawa, na mchachafya kidogo Michael. Sawa, tukiachana na hayo ya Coastal Union bwana, uhondo wa ligi kuu ya NBC utaendelea tena hapo kesho Jumamosi, ambapo Pamba Jiji Football Club wenyewe watakuwa wanapambana na Tabora United saa 8 mchana, wakati Mashujaa Football Club watakuwa wanapambana na Fountain Gate saa 10:15 jioni. Michezo ambayo mechi ya Pamba Jiji na Tabora haijawahi kuwaga mechi nyepesi. Tangia wapo championship. Na mkumbuka kipindi ambapo katibu mkuu wa Pamba alikuwa ni Johnson James, mwanahabari, alikuwa ndo katibu mkuu. Wakati ile Pamba inapambana sana Tabora kupanda juu,
walikuwa wanaandika majina mashabiki ambao wanataka kwenda mkoani Tabora. Wanaandikisha majina. Anasema tumetoa nafasi mradi twende. Lakini pia tumeomba ridhaa waandishi wa rekodi mechi hii kama vipi ionyeshwe. Kwa bado ijaanza kuonyeshwa. Watu waonyeshe tuone fair ground. Kwa hiyo kuna kidabi fulani hivi cha kanda ya ziwa hivi kati ya Pamba na Tabora, mara nyingi mechi zao zikiweza kuchezwa. Na nakumbuka ni mechi ambayo Minziro alikabidhiwa akaenda akafungwa 1-0, mechi ya mzunguko wa kwanza. Kwa hiyo sasa Tabora wanawafuata Pamba CCM Kirumba. Mechi iliyopita Tabora akapoteza 3 kwa Yanga, Pamba kapata sare nyumbani na Namungo. What's a game, Michael? Yani mechi nzuri kwa sababu Pamba unajaribu kuiangalia kwa kile ambacho amejaribu kukitengeneza chini ya Felix Minziro. Kimeonekana kuwa ni kitu kizuri kwa maana ya jinsi ambavyo timu inacheza. Angalau unaona kuna tumaini ndani yao kwamba kwenye harakati za kubakia kwenye ligi hawaoni kama wanatia mashaka kwa kiasi kikubwa. Of course hawapo kwenye nafasi nzuri hivyo, lakini unaiona pengine kesho yao ikiwa ni nzuri zaidi. Na kwenye zile mechi ambazo zimesalia sasa hivi unaona nafasi yao kwenye mechi za nyumbani ambazo wamebakia nazo, ukiacha 2 ambazo watacheza ugenini, the rest wanacheza kwenye uwanja wa nyumbani. Sasa itakuwa ni ajabu kama wao hawatakuwa wanapata faida ya kucheza kwenye huo uwanja wa nyumbani. Kwenye mechi yao ambayo imepita dhidi ya Namungo wamelazimishwa sare ya 1-1. Maana yake ni kwamba wao ndio ambao wamepata hasara kwenye hiyo mechi. Mechi wanaenda kucheza dhidi ya Tabora United. Tabora ambao kwenye mechi iliyopita wao pia wametoka kupoteza kwa magoli 3-0 kutoka kwa Young Africans. Pengine Pamba anaweza kana faida kwa sababu alicheza nyumbani mechi ya mwisho dhidi ya Namungo. Lakini pengine naweza kusema kama ni nguvu kutumia kubwa sana kama ambavyo ungecheza dhidi ya Young Africans au dhidi ya Simba dhidi ya Azam FC. Lakini kwa Tabora unatakiwa sasa kutumia kwamba huyu alitumia nguvu kubwa kwenye mechi dhidi ya Yanga, amesafiri kuja hapa, pengine atakuwa anaanzia game kwenye hali ya chini. Hapo ndipo ambapo unatakiwa kutumia nafasi kupata kitu kizuri. Sawa. Na michezo mingine Jumapili hii bwana, Tanzania Prisons atakuwa anapambana na Kagera Sugar. Kwa hiyo Kagera jana baada ya kumaliza game safari kuenda jijini Mbeya, lakini Singida Black Stars atakuwa nyumbani Liti kuwakaribisha Azam Football Club saa 10:15 jioni. What a game kuweza kuitazama, hali itakuwaje? Singida ukiangazia pale nafasi ya Singida, nafasi ya msimamo na Azam FC, ili mradi aweze kuivuka ile nafasi pale, Singida anapaswa kupata ushindi. Lakini kama anataka nafasi ya 3 ni lazima mpige Azam. Lakini Azam kwa ajili ya kujimilikisha nafasi ile ya 3 lazima apate ushindi, ili mali kwamba Singida kupo na gap kubwa sana kuweza kumfikia. Kwa ni game moja tamu sana kuweza kuifuatilia. Baada ya sare ya jana ya 2-2 dhidi ya JKT Tanzania, Dodoma Jiji wao watarejea nyumbani siku ya Jumapili, watapambana na kikosi cha Ken Gold. Kumbuka mechi ambayo iliyopita ya mduru ya kwanza Dodoma Jiji alitoka sare ya 2-2 dhidi ya Ken Gold. Ilikuwa mechi tamu sana. Bao la kwanza la Dodoma Jiji alifunga nyota Zidane Seleli, wakati bao la pili la Dodoma Jiji ilikuwa ni bao tamu sana la Disan Galiwango, alipiga bao moja la shuti la mbali kama lile la Mohamed Hussein Shabalala aliwafunga CS Constantine. Kwa hiyo mtazamaji hapo unaweza kulilinganisha kidogo na ile bao alilofunga Disan Galiwango, lakini Ken Gold kutoka nyuma kwa bao mawili na kusawazisha kwa bao 2-2. Lakini Namungo Football Club wenyewe watakuwa nakaribisha KMC baada ya kupata ushindi wa 3-2 dhidi ya Tanzania Prisons, watakuwa wanapambana dhidi ya Namungo ambao wamepata sare ya 1-1 dhidi ya Pamba Jiji Football Club katika dimba CCM Kirumba. Hapa Namungo atakuwa anarejea nyumbani. Huo ni uondo wa ligi kuu ya NBC ambayo unapaswa kulipia shilingi 28,000 tu kuweza kupata uondo huu na kutulia nyumbani sebleni kwako na kufurahia na kuenjoy. Wakati tukiachana na ligi kuu ya NBC, jambo lingine tamu sana weekend hii ni kuhusiana na finali ya First League ambapo itachezwa Jumamosi kwenye uwanja wa Azam Complex kesho Chamazi, ambapo timu zilizopanda championship ambazo ni Housing ya kutokea Njombe watapambana na Gunners ya Dodoma ambazo tutaweza kukutana. Timu hizi tayari zimepata tiketi ya kucheza ligi ya championship msimu ujao, hivyo kinachofuatwa ni bingwa wa ligi hiyo kuweza kujulikana. Mchezo huo utakuwa mbashara kupitia ZBC 2. Ndugu zangu wa Njombe,
baada ya Njombe mji kutumia uwanja wa Amani ule, nadhani uwanja wa Amani ama shule ya msingi ya nini Nazareti, uwanja wa Nazareti, Nazareti huko unaitwa uwanja wa Amani, uwanja wa Amani upo Makambako. Uko Makambako. Ule uwanja unaitwaje? Uwanja wa Makambako. Sio shule ule. Uwanja wa Amani Makambako ndio uwanja ambao Housing wanautumia kama uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo Housing ni ya Njombe, lakini natumia uwanja wa Amani kama Makambako kwenye mechi zao ambazo wanacheza nyumbani. Lakini Njombe na Makambako pale sio mbaya. Of course. Maeneo yangu yale. Naelewa. Maeneo hapa ya kupima uzito hapa. Nasogea hapa pembeni. Ukifika pale uniambie nikuelekeze. Basi panaitwa Magogo. Makambako. Mzee una maeneo mengi sana. Kukubali. Lazima ujitanue bawa. Sawa. Uwe na matawi mengi. Matawi mengi. Makambako pale wanapaita ni kijiografia ni Sedo. Yaani watu ambao wamesoma Geography 1. Ni sehemu ambayo imekaa hivi. Kwa hiyo upepo unapita pale katikati. Pale unachukua hiyo. Ukifika pale upepo wake ni kiboko kabisa. Na upepo unapiga kweli kwa sababu sema hii basi. Unapiga kweli. Sawa. Alikuwa Michael Hiera pamoja na Faji Mustafa. Tutarudi kuja kutuambia kuhusiana na upepo Makambako. Tunarejea punde tu kutoka hivi sasa. Tafadhali endelea kuwa nasi.